Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Waziri Mkuu wa Israel ameapa kwamba Israel lazima itauangamiza utawala wa Iran na kwamba haipo tayari kuona aina ya utawala huu ukiendelea kuwepo. Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu ameapa kuwa Israel itaendeleza vita vyake dhidi ya Iran kwa nguvu zote hadi hakikishe utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran unaanguka. Tuna mpango wa kimfumo wa kuangamiza utawala wa Iran na kufikia malengo mengine mengi, alisema katika hotuba iliyotangazwa kwenye televisheni. Matamshi ya Netanyahu yalikuja baada ya ghala la kuhifadhi mafuta mjini Tehran katika tukio linaloonekana kuwa shambulio la kwanza kulenga miundombinu ya kiraia ya viwanda tangu vita hivyo vianze. Miongoni mwa malengo mengine, Israel pia ilishambulia uwanja wa ndege wa Tehran ikidai ulikuwa ukitumika kama kituo cha kusafirishia silaha na fedha kwa wanamgambo. Netanyahu alisema Iran inapaswa kutarajia mshangao mkubwa katika siku zijazo. Pia aliwahutubia wananchi wa Iran akisema Israel inataka kuwasaidia kujikomboa kutoka katika nira ya udikteta na kwamba wakati wao wa ukweli unakaribia. Tangu Israel ilipoanzisha mashambulizi pamoja na Marekani, imesema imedondosha takribani mabomu 7500 katika misheni za anga 3400 dhidi ya shabaha nchini Iran. Utawala wa Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, wakati huu unatazama njia zote na unatazama kila namna ya kuweza kupambana na Iran, lakini mpango wao zaidi ni kuweza kuuangusha utawala huo. Israel imesema imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi katikati mwa Tehran ikilenga kufikia kitovu cha mji mkuu na kutawala anga ya Iran baada ya wimbi la kwanza lililomuua kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Al-Khamenei. Milipuko mikubwa imeripotiwa Jumapili mjini Tehran, huku mashambulizi ya Marekani na Israel yakiingia siku ya 8 mfululizo. Jeshi la Israel limesema limefanikiwa kuvunja sehemu kubwa ya mifumo ya ulinzi wa anga magharibi na kati mwa Iran, hatua inayodaiwa kufungua njia kuelekea Tehran. Msemaji wa jeshi la Israel Luteni Kanali Navad Shoshan amesema bado kuna malengo mengi yakiwemo viwanda vya uzalishaji wa silaha na miundombinu ya kijeshi, na amesema Israel ina uwezo wa kuendelea na operesheni kwa muda wowote utakaohitajika, lakini kwa sasa hakuna mpango wa kupeleka vikosi vya ardhini nchini Iran. Waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz ametaja kuuawa kwa Khamenei kuwa ni hatua muhimu ya kimkakati, na akisema kwamba yeye ndiye aliongoza kampeni ya uharibifu dhidi ya taifa la Israel na aliunda mhimili mzima wa uovu unaotuzunguka, na hata ndani ya Iran aliongoza msimamo mkali usiokuwa na maridhiano dhidi ya taifa la Israel. Kwa hiyo kuondolewa kwake ni hatua ya mabadiliko makubwa, pamoja na maafisa wengine wengi waandamizi na muhimu waliondolewa pamoja naye, na hii ni sehemu katika kuhakikisha wanauangusha utawala nchini Iran. Hata hivyo, Iran imesema kwamba wakati huu inajibu mashambulizi ya makombora, lakini pia imeapa kamwe haitoweza kusalimu amri na itahakikisha maadui wataondoka wenyewe katika uwanja wa vita, kwa maana wao ndio watakaosalimu amri. Kuna wakati rais wa Marekani Donald Trump alikuwa akiueleza ulimwengu kwamba utawala mpya wa Iran sasa unataka mazungumzo, huku yeye akisema kwamba wakati wa mazungumzo umeisha na kwamba wakati huu kinachoendelea ni mapambano pekee. Lakini wa Iran kupitia mkuu wa Baraza la Usalama la Iran Ali Larijani alisema kwamba wao hawakutaka mazungumzo yoyote na Marekani, lakini pia wao hawataki makubaliano ya aina yoyote baada ya mazungumzo ya muda mrefu kati yao na Marekani kuvunjika na hatimaye Marekani kuanza kuishambulia Iran. Wao wanachokifanya sasa ni kulipa kisasi juu ya mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israel katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.